ikiwa unafanikiwa kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo mafanikio ya mtu yako ndani ya mtu mwenyewe. Lakini inawezekana umesikia neno hili na kulisikia na ikawa kama ni faraja, ni kama mtu anayekunywa soda ambayo baada ya kunywa na hiyo faraja inakwisha. Lakini leo hii Yesu Kristo amenipa habari hizi njema kwako katika mwezi wa 6. Tunapoingia katika juma 3 la mwezi wa 6 mwaka 2025. Jina la Bwana libarikiwe. Ukauone mkono wa Mungu katika njia zako zote. Na vivyo hivyo sawa na kile kitabu cha Marko, Yesu Kristo baada ya kufufuka akawatokea watu wawili ambao walikuwa wanaenda shambani kwa sura nyingine. Maana yake ni nini? Yesu aliyekufa si Yesu yule ambaye alikuwa ni Yesu wa namna nyingine. Lakini baada ya kufa na kufufuka, huyu ni Yesu mwingine ambaye ana uwezo wa kufanya mambo makuu na ya ajabu. Anaweza kufanya mambo ambayo wewe mwenyewe kutarajia. Na hata mimi mwenyewe niliposikia hili neno, mimi mwenyewe nilishangaa na kustaajabu. Kumbe Yesu aliyekufa na kufufuka ana sura nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi Yesu Kristo akatokea katika maisha yako katika mwezi huu wa 6 kwa sura nyingine. Vile vitu ambavyo vimekuzoea, yale mambo ambayo yamekaa na yamekuwa kama ni mambo yako. Nasema hivi, kama vile roho yako ifanikiwavyo, Yesu Kristo akajidhihirisha kwa sura nyingine katika maisha yako. Sikiliza, Yesu Kristo ana uwezo wa kukutokea katika sura nyingine kwa namna tofauti. Wakati Yesu Kristo alikuwa amefufuka, alimtokea mama yake mzazi. Angemtokea katika sura ile ambayo alimlea ama alishazoea kumwona nayo, angeona tu huyu ni Yesu tu, huyu ni yule tu, angemzoea. Lakini akamtokea katika sura nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Anapomtokea katika sura nyingine ana maana tofauti, kwamba mimi si yule nizoea. Yaani mimi sio yule Yesu ambaye nilisha watu 5,000 mikate. Huyu ni mwingine. Amekuja kama Mungu mkuu, Mungu mweza yote, asiyezuilika na ukuta. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu walipokuwa wamejifungia ndani, Yesu Kristo hakuhitaji ya kwamba mlango ufunguliwe ndipo aingie. Lakini kabla hajafa alikuwa anafungua mlango ndio aingie. Lakini baada ya kufa na kufufuka, akawa anawatokea wanafunzi wake katika sura nyingine. Maana yake ni nini? Ule uweza wa ajabu, mwenye mamlaka ya kifalme, mwenye chochote kile ambacho cha kutamanika hapa duniani, yeye anacho. Chochote kile ambacho kimeshindikana, yeye anacho. Vile vitu ambavyo haviwezekaniki katika ufahamu wa kibinadamu vikaanza kuwezekanika. Jina la Bwana libarikiwe. Vivyo hivyo basi katika mwezi huu wa 6, yale mambo ambayo yamekwama, yale mambo ambayo yalikuwa hayawezekaniki, yale mambo ambayo ulikuwa unaona haiwezekani. Sikiliza, kuna mambo ambayo yanaelekea na kufaa, na kuna yale mambo ambayo unaona kabisa hili hata iweje haiwezekani. Katika mwezi huu wa 6, Yesu Kristo akajidhihirisha kwako katika sura nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo akajidhihirisha katika picha ile ambayo hukuitegemea. Sikiliza, kuna watu ambao wao wanahitaji maji katika maisha yao. Yaani maana yake wamekaukiwa labda na neno la Mungu, wamekaukiwa labda na chakula, wamekaukiwa. Yesu Kristo atajitokeza katika kama mkate wa uzima. Yesu Kristo atajitokeza kwako kama fedha teule. Yesu Kristo atajitokeza kwako kwa namna ile ambayo unataka ajifunue kwako katika mwezi huu wa 6. Yesu Kristo akajifunue kwako katika sura nyingine, sura usioizoea, sura ambayo hukuitarajia. Yohana katika kile kitabu cha Ufunuo, Yohana 1, Yohana ni mwanafunzi ambaye alikuwa anaegama kifuani mwa Yesu Kristo. Lakini siku Yesu Kristo alipomtokea katika ile kisiwa cha Patmo, Yohana alilala kifudifudi, akaa kama mtu aliyekufa. Alimtokea na nini? Alimtokea kwa sura nyingine. Ukisoma pale anasema macho yake yalikuwa kama jua linalong'aa kwa nuru yake. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema hivi, Yesu Kristo akakutokea katika sura nyingine. Chochote kile
kile kilichokutetemesha kikapate kutetemeshwa katika jina la Yesu Kristo. Huu mwezi wa 6 tunapouendea na miezi mingine yote iliyobaki, vyote vikakuinamie kama vile Yohana alivyoinama mbele za Yesu Kristo, akalala kama mtu aliyekufa. Yesu Kristo akamwekea mkono, akamwambia usife, akamwambia ni mimi niliye wa kwanza na wa mwisho. Yesu Kristo akakutokea katika sura nyingine katika mwezi huu wa 6. Usifadhaike, usibabaike. Yesu Kristo anakupenda, wala usikae katika hali ya kinyonge. Songa mbele katika Kristo Yesu. Kwa sababu gani? Yuko Yesu Kristo, atatokea kile ambacho unachokihitaji katika sura nyingine. Sura nyingine ya kiungu ikadhihirike kwako. Sikiliza, Bible inasema nasi tulikufa naye na tumefufuka naye. Yaani kwa maneno mengine anasema tumeketishwa pamoja na Kristo. Ikiwa tumeketishwa pamoja na Kristo, chochote kile ambacho utakifanya na Kristo ndani yako, ambaye ana sura nyingine. Sikiliza, siri iko katika kufahamu. Jua, yaani ukishajua tu, hiyo nguvu yako iko katika unajua nini ili ufanye nini. Kwa sababu ukijua kama Kristo iko ndani yangu na anaweza kutokea mtu yoyote katika sura nyingine, mambo magumu, chochote kile ambacho unakihitaji kitakufuata. Au utastruggle katika maisha yako, au utastruggle katika hicho unachokiendea. Sikiliza, ikiwa ni fedha itakufuata. Ikiwa Yesu Kristo aliita samaki zikafuata nyavu, je, kwako chochote kile ambacho unachokihitaji hakitakufuata? Na bado Yesu Kristo alikuwa hajafa na kufufuka. Sasa amekufa na kufufuka. Amefufuka na nguvu za ajabu, amefufuka na sura nyingine. Ana uwezo wa kufanya chochote kile, kuingia ndani ya nyumba bila mlango kufunguliwa, kufanya chochote kile ambacho unafikiria akili zako zimefika mwisho. Yesu Kristo akaanza kuwatokea watu katika sura nyingine. Yesu Kristo akajidhihirisha kwako katika kile unachokijua au katika kile ambacho unachokihitaji katika sura nyingine. Yesu Kristo akakufute machozi katika mwezi wa 6, ukavushwe na uweza wake. Katika mwezi wa 6 ukaione neema ya Mungu katika jina la Yesu Kristo katika sura nyingine. Chochote kile ambacho cha kutamanika kikakufuate katika jina la Yesu Kristo na kwa sura nyingine. Sikiliza, ukafanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Na hizi ni habari njema za ufalme wa Mungu. Usiogope wala usifadhaike. Amen.